Ngoja nikupe aina zote za kampuni. Okay. Kuna aina 3 za kampuni. Aina ya kwanza ni kampuni ya binafsi. Kampuni binafsi. Hii kampuni binafsi ni pale ambapo wewe umeamua kufungua kampuni yako, wewe na mwenzako, binafsi nyie. Sifa ya hii kampuni ni kwamba umiliki wa kampuni unakuwa wa kwenu. Peke yenu. Hamna mtu atakayekuja kumiliki kampuni hiyo. Kwa maana gani? Share zenu hamwezi kuwauzia watu wa nje tofauti na nyinyi. Kwa watu kwa sisi, mimi na wewe, aongezeke na mtu, tuseme tufungue kampuni, hii itakuwa ya kwetu. Hii sisi ndio wamiliki wa kampuni. Hakuna mmiliki mwingine atakayetokea. Na hii kampuni ni kwamba muuzi mtu mwingine share zao, mtu kutoka nje. Kwa mfano hata mimi nikitaka kujitoa, share zenu lazima kwanza niwauzie nyinyi. Unless nyinyi mseme hatuzitaki. Ndio mtu mwingine wa nje anaweza akanunua kuja kununua share kwenye kampuni. Kampuni ya pili ni kampuni ya umma au public. Ile inaitwa kampuni ya binafsi au private company. Hii inaitwa kampuni ya umma au public company. Public company ni kampuni ambayo share zake zinauzwa kwa watu wote. Watu wa nje. Ni kama ile inayokuwa listed kwenye DSE. Inakuwa listed kwenye Okay. Inakuwa listed. Kwa hiyo it means ni kwamba wewe ndio idea yako na mwenzako mtakiwa mwe wawili. Mmeanzisha na idea fulani mtameanzisha, lakini shares zinaruhusu watu wengine huko nje waje wanunue. Kwa hiyo huko nje ndio wanakuja kununua share. Kwa hiyo timezi mtu yote, kwa mfano CRDB, hata wewe unaweza kununua shares za CRDB kwa sababu ni public company. Unaangalia tu kama kwenye list pale leo wamelisti shares zao ngapi nini, unaangalia unanunua. Ukinunua share kuna kupata faida na kutopata faida. Kwa hiyo maana watu wanaangaliaga kwamba shares za CRDB zimepanda, shares za CRDB zimeshuka, thamani yake. Wanaangalia, lakini pia wanafuatilia masoko, wanafuatilia mwenendo. Kuna muda wanapata hasara, kuna muda wanapata faida kwa sababu zinaweza kushuka na kupanda and everything. Kwa hiyo mnaangalia mambo yote kwenye hiyo public company. Kwa sababu inaruhusu kila mtu yeyote kuja kununua share. Kampuni ya tatu ni kampuni ya kigeni. Kwa mfano wewe ulikuwa US. Kwa mfano kipindi uko US umeweza kusajili kampuni yako, ukaweza ikaanza kurun na ikaanza kusimama. Ilivyoweza kusimama ukasema lakini hiki inaweza kukifanya pia hata Bongo. Sasa ukija Bongo kuna option mbili. Kuna kuchukua lile jina ukalisajili tu kama kampuni ya ndani kawaida, lakini kuna namna kwamba mimi kampuni yangu tayari ipo. Nataka kampuni yangu hii ya huku US ije Tanzania ifanye kazi hii. Sasa hiyo inakuwa kampuni ya kigeni. Kuna utaratibu wake wa kusajiliwa kama ambao utahitaji document za huko US. Zije huku tusiangalie, tuzipitie, kuna mchakato katafanyika ya kufanya kazi hapa. Kwa hiyo ni kampuni ya kigeni. Okay. So hiyo ndio aina 3 za kampuni.